Maalum leo ya kufunga mashindano haya katika viwanja hivi vya Jamhuri mkoani Morogoro, na leo bingwa atapatikana moja kwa moja kupitia makombe yake, na mechi iliyoisha hivi karibuni ilikuwa ni kati ya Morogoro wenyeji na timu kutoka Uganda ambao ndo wameibuka washindi. Pamoja na kuwa mshindi wa kombe la soka atapatikana, lakini kuna mchezo zaidi ya 25 na kila mchezo wa mshindi wa kwanza, wa pili na watatu watatangazwa rasmi leo. Na mnaona jukwaa lile ni jukwaa maalum ambalo mshindi atakatiwa pale, atapatikana mshindi wa jumla na mshindi wa kwanza na wa pili. Usikae mbali nami, kuanzia sasa hivi na kuendelea utapata matukio haya live kutoka Haji TV online. Na leo ni siku ya kufunga mashindano haya na tunaona jukwaa maalum kwa ajili ya kutangaza champions. Yes. Kila timu hapa leo inakabidhiwa vikombe na medali. Binafsi nashuhudia matukio haya live kutoka viwanja vya Jamhuri hapa manispaa ya Morogoro. Yes, mnaona pale katikati ya uwanja teams zilizochukua nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ndio tutakabidhiwa ushindi wa leo. Vile vile kutapatikana mshindi wa jumla na mshindi wa pili kutoka jumla na mshindi wa tatu kutoka jumla. Yes. Na mnaona wao ni wachezaji wakiingia viwanjani taratibu kwa ajili ya kuchukua mikombe yao. Timu zimefanya vizuri sana, na mechi iliyoisha hivi karibuni ilikuwa ni soka finali, soka la wanaume, soka kawaida wanaume kati ya wenyeji Morogoro na timu kutoka Uganda, St. Mary kutoka Uganda Chitenda. Yes, na matokeo ni kwamba Waganda wameweza kutetea ubingwa wao wa 17 katika mashindano haya ya Afrika upande wa soka, na kwa maana hiyo wao ni matokeo au tena, na mshindi wa pili atakuwa ni Morogoro. Yes, Morogoro wenyeji soka ni washindi wa pili. Tutakuwa naye mwanzo hadi mwisho. Karibuni sana.
zetu mbili za mpira wa miguu, timu ya Tanzania na timu ya Uganda ambazo zimecheza fainali hivi punde. Ninawapongeza sana timu ya Uganda kwa ushindi, na ninawapongeza sana timu ya Tanzania kwa kujituma, na ninaamini siku nyingine tutakuwa na hatua nzuri zaidi. Naporejea katika nchi na timu zetu, chukueni urithi huu wa kiasi 26 na kuzingatia mambo muhimu yafuatayo. Kwanza, nidhamu na bidii. Endeleeni kufanya mazoezi bila kukata tamaa na kuheshimu walimu na makocha wenu. Pili, urafiki na umoja. Lindeni mawasiliano na urafiki mliojeza na wenzenu wa Afrika Mashariki kutoka nchi mbalimbali, lakini pia wana Afrika Mashariki ni ndugu moja. Tuendelee kudumisha udugu wa damu tulionao. Tatu, kuweni na uzalendo na kuwa mabalozi wa amani katika nchi zetu. Kuweni mabalozi wa umoja na mshikamano wa Afrika Mashariki katika jamii zetu. Na nne, kuweni na ndoto kubwa. Viapo 2026 isiwe mwisho, bali iwe ni mwanzo wa kufika mashindano makubwa ya kitaifa, kimataifa, lakini hatimaye hata mashindano ya Olimpiki, ili tuweze kuonyesha vipaji vyetu na kutumia fursa za michezo zilizopo duniani. Waheshimiwa wageni, tumejionea hapa namna ambavyo timu zetu mbili za mpira wa miguu zilipocheza mpira mzuri sana, na hii ni matunda ya uwekezaji katika maeneo ya miundombinu ya michezo, walimu wetu, lakini pia kuhakikisha tunatoa hamasa kwa vijana wetu kushiriki katika michezo. Ndugu washiriki, viongozi na wanamichezo wote, mashindano haya ya Piasa 2026 yamepangwa na kufanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na hii ni kutokana na maandalizi mazuri na ushiriki mkubwa wa wanamichezo kutoka katika nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Hivyo ni vizuri tujiwekee mikakati ya kuendelea kuboresha mwaka hadi mwaka, hususan katika ushiriki, ubunifu, lakini pia matumizi ya teknolojia ya habari. Ndugu Rais wa Piasa, nakushukuru sana kwa namna ambavyo umetoa maelezo ya kina na mipango mizuri ya kuendelea kuboresha Piasa mwaka hadi mwaka. Lakini wakati mechi hii inaendelea, mimi nilifurahishwa sana na goli la kwanza la timu ya Uganda. Nilifurahishwa namna ambavyo yule mchezaji aliweza kupenya katikati ya wachezaji wetu wawili na kwenda kufunga ile goli zuri. Lakini nilijisahau, baada ya ile goli nikaa nasubiri replay ya ile goli ili nilione vizuri. Nikakumbuka baadaye kwamba kumbe hapa hatuna matumizi ya teknolojia hiyo ya replay, kuwa na television ambazo zinaweza zikaonyesha matukio ambayo yamepita katika michezo mbalimbali. Sasa nikafikiria, ndugu Rais, haya ni mashindano ya kimataifa, ni mashindano ya nchi za Afrika Mashariki kwa watoto wetu wa shule za msingi na shule za sekondari. Na unapoongelea Afrika Mashariki ni ukanda mkubwa, ukanda uliobarikiwa na ukanda wenye maeneo na habari wazuri, ambao michezo hii ikichezwa, kwa mashabiki wengi tungependa kuona replay ya matukio yale kwa maana ya burudani, lakini pia ingesaidia kutatua pale ambapo inatokea kuna changamoto hadi ngazi ya kimataifa. Ndugu viongozi, washiriki na wanamichezo, ninapoelekea kuhitimisha hotuba hii, napenda kupongeza sana uongozi wa Piasa. Ndugu Rais, nakupongeza sana pamoja na mkoa wa Morogoro, kaimu katibu tawala, fikisha shukrani na pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Adam Malima, mkuu wa mkoa wa Morogoro, katibu tawala, lakini na management nzima ya mkoa wa Morogoro kwa kuhosti mashindano haya kwa amani, utulivu na mafanikio makubwa. Tunawapongeza sana sana. Yamefungwa rasmi na sasa niko tayari kugawa vikombe na zawadi mbalimbali kama vilivyoandaliwa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki Uganda, Mungu ibariki Burundi, Mungu ibariki Rwanda, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Afrika Mashariki.
wageni wetu tunawakaribisha tena Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tuwatakie safari njema mtakapokuwa mnarejea majumbani. Asanteni sana. Makofi mengi sana kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuende sasa, usiende kuketi. Kuna zoezi dogo la kukabidhiana bendera ya FEASA kwa nchi itakayo host mwakani. So may ask the delegates from Burundi, from Rwanda and Tanzania to come forward. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, tafadhali karibu kwa ajili ya handover. Viongozi wa Tanzania, wa FEASA pamoja na Rwanda. Delegates from Rwanda and Tanzania, karibu sana Mr. President. Mashindano ya FEASA mwakani yatafanyika Rwanda, kwa hivyo viongozi wa Tanzania wanakabidhi bendera kwa rais na rais atakabidhi bendera kwa viongozi wa Rwanda. Asante sana, makofi mengi tafadhali. Zoezi ya makabidhiano ya bendera ya FEASA kwa viongozi wa Rwanda. Mwakani tutakuwa Rwanda. Showdown. Junior. Ludewa 1 from Tanzania. Kule Arusha kuanzia Disemba tarehe 7 mpaka 13. Huu ni mdozi, mimi nimemuona leo tu, lakini yuko Morogoro. Mfawidhi wa shughuli hizi moja kwa moja. Karibu chipukizi. Unafika lini? Hiyo ni Showdown Junior. Tumejana kwa makofi tafadhali. Ongea sana mzee. In boys was Team Tanzania. Junior. The best player was Ashraf Ramadan from Tanzania. Hii ya dance lakini imepondoka number 1 HI football junior girls Kenya 1. Hiyo Ashraf the best player. Kenya 1. Tafadhali tutafanya sasa. Ndio kikombe cha kuchukua. Now resort to HI soccer. Senior school, Kenya. Senior school.
Watu wakivuka hapa, tafadhali tafadhali. Tanzania, the best player Tanzania. Golbo Maria Kimanuka from Tanzania. Golbo Tanzania, the winner. Golbo. Girls mabingwa tena Tanzania. Handball namba 3, mshindi wa 3 ni Uganda. Goal. Nakigambe kigenda omulyango kibakube gwakiragala. Wano. Uganda, please move up. Our
Kenya. Sasa wanaoingia ndo long tennis. Long tennis ndo wanaingia. Wako Kenya na Kenya wote wameshinda. Ingia wa Tanzania pale. Haya, tunaomba mshuke. Volleyball Kenya. Basketball. Mabingwa ni Uganda. Washindi wa pili Uganda. Washindi wa kwanza nadhani hao. Hiyo bado basket. Mchezo unaokuja basket ndo Rwanda ndo washindi wa kwanza kwenye basket. Mustafa, basketball. Line up here. 3x3. Washindi ni Tanzania. Tanzania wana Rwanda wana Tanzania.
wanakabidhiwa medali yao. Rugby wanaingia bwana wengine. Kenya rugby Kenya. Yaani kabla wale hajachukua tayari ameshaelekea Tanzania. Mabingwa rugby wasichana kutoka Kenya. Haya, hiyo picha mshuki timu Kenya, asante sana. Tanzania na kachukueni medals, unachukua mpira wa EADB ambao una logo na unakuwa customized. Soka Girls mabingwa wale. Mabingwa Soka Stars. Wewe msongee kidogo bwana. This one will remove them from let's go Number 1. Hao ndo number 1 hapo. Namba 2 si wale.
CGF Kigali Rwanda. Mshindi namba 3 atapata medali za fedha na kombe. Mshindi namba 3 wa soka kutoka EABB. Tanzania na mkurugenzi wa EABB. Washindi wa pili kutoka Tanzania, timu kutoka Morogoro. St. Mary's Kitende kwa mara ya 17. St. Mary's Kitanda kutoka Uganda ndio mabingwa wa kihistoria katika soka la wanaume katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Yes, hawa hapo wanakabidhiwa medali zao na baadaye kukabidhiwa kombe la soka. Ni mechi ambayo iliyoisha hivi punde. Wanaingia hawa ni soka maalum wa wavulana kutoka Tanzania, nao soka maalum wa wavulana kutoka Tanzania, nao wanatoka In the winners of Tanzania kwa mara ya 3 mfululizo wakichukua kombe hili la soka maalum. Tanzania ni washindi wa jumla katika kombe hili la maalum. Wanashangilia pale, Tanzania. Kwa jumla mashindano haya, Kenya ndio mabingwa wa jumla wa mashindano yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kenya